Baraka yako itakujia lini? Nauliza, baraka itakujia lini? Leo. Sasa. Mahali hapa na kila mahali tulipokusanyika na kuungana, tunaungana na nguvu ya Mungu. Tunaungana na utukufu wa Mungu. Na baraka za msalaba zitakuwa juu yetu mahali hapa katika nchi yetu ya Nigeria na nchi mbalimbali za Afrika na nchi zilizo nje ya Afrika. Baraka za msalaba zitakuja juu ya kila mmoja kwa jina la Yesu. Sema, nitapata muujiza wangu. Sema, nitapokea muujiza wangu. Na hiyo ikathibitishwe kwako kwa jina la Yesu. Bwana wetu ni mkuu. Ni mkuu kuliko tatizo lako. Ni mkuu kuliko huzuni yako. Ni mkuu kuliko mateso yako. Ni mkuu kuliko hali ulionayo. Na asubuhi ya leo tunapokuja na kushangilia msalaba wa Kristo tena, utagundua ya kwamba jina la Yesu, nguvu ya Yesu na matoleo ya Kristo na yote ambayo ameyafanya ni makubwa kuliko tatizo lolote lilonalo kwa jina la Yesu. Tuombe. Baba, tunakushukuru asubuhi ya leo na kulibariki jina lako. Tunakubariki kwa jinsi ulivyo, tunakutukuza kwa vile ulivyo na yale uliyoyafanya na yale ambayo utayafanya katika kila maisha, kila mahali, katika mataifa mbalimbali. Tunaomba Bwana ya kwamba utaondoa yoyote yale ambayo yanawatesa watu wako na kuyatisha chini ya msalaba wa Kristo kwa jina la Yesu. Dhambi itasamehewa. Amani itakuja katika moyo na nguvu kutoka katika msalaba. Utaponya kila ugonjwa na maradhi kwa jina la Yesu. Bwana, ninaomba asubuhi ya leo ya kwamba utaweka shuhuda katika kila kinywa. Tunakushukuru kwa sababu tunajua umekwisha kujibu. Kwa jina la Yesu tumeomba. Na mtu mmoja pale paza sauti sema amina. Asante na Mungu akubariki. Sijasikia amina, nimesema Mungu akubariki. Naweza ukaketi katika baraka za Bwana. Asubuhi ya leo tunatazama Zaburi 67 mstari wa kwanza na wa pili. Zaburi sura ile ya 67 na tunasoma mstari wa kwanza na ule wa pili. Mungu na atufadhili na kutubariki na kutuangazia uso wake. Tunakwenda kubinafsisha mstari wa kwanza. Na Mungu na anifadhili mimi. Rudi hayo maneno. Sema, na Mungu na anifadhili mimi na kunibariki na kuniangazia uso wake. Na hilo ndilo ambalo litatokea asubuhi ya leo. Na uso wa Mungu unapokuangazia wewe, dhambi zako zote zinasamehewa. Moyo wako unabadilishwa. Maisha yako yanageuzwa. Na ugonjwa wote katika mwili wako na lolote lile vinatoweka. Mungu mkuu, Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu, Mungu mwenye uwezekano wote, Mungu mwenye nguvu zote, Mungu muumba wa mbingu na nchi, Mungu Baba wa mbingu na nchi, Mungu wa Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu ambaye ni muumba, ni mkuu, ni mkombozi, Mungu mwenye rehema au anfadhili. Aliwafadhili wana wa Israeli, aliwakomboa kutoka katika nchi ya Misri, aliwarehemu wale watu wa kale na tatizo lolote katika maisha yao. Alipodhirisha rehema zake, tatizo lolote lilitoka katika maisha yao. Unapokuja kwa Bwana, na tunarudia maombi ya mzaburi, Mungu na unirehemu au unifadhili, ukombozi utakujia, nguvu itakujia, mamlaka itakujia.
na yasiyowezekana yoyote yale katika maisha yako yatakuwa yanawezekana kwa jina la Yesu. Na kutubariki. Kulikuwepo na mtu mmoja katika Biblia, jina lake Yabesi. Alikuwa na mikasa, alikuwa na mateso, alikuwa na maumivu, na alikuwa na uovu. Na aliomba ombi moja tu, akasema, Bwana na unibariki. Na kila kitu katika maisha yake kageuka. Na wewe unapokuja asubuhi ya leo ukafanya maombi ya aina hiyo, Mungu unifadhili na kunibariki, kila kilicho kibaya katika maisha yako kitatoweka, na maisha yako yatageuzwa, na nguvu na utukufu wa Mungu mkuu vitashuka kuja katika maisha yako. Na asubuhi ya leo, yale ambayo hujawahi kuyaona, yale ambayo hujawahi kuyajua katika maisha yako, utayapata kwa jina la Yesu. Lazima ubinafsishe na uwe na imani binafsi na ujasiri katika Mungu wa mbinguni. Mungu na atufadhili hapa duniani na kutubariki na kutuangazia uso wako. Mungu, ondoa ghadhabu yako kwangu, ondoa adhabu yako kwangu, na ondoa yale yote ambayo yanakukasirisha. Ondoa hayo yote na ulete uso wako na nguvu yako, na dhambi zangu zote zikaweze kuondolewa, na uniangazie uso wako. Itatokea asubuhi ya leo, mbingu itatabasamu juu yako, Mungu atatabasamu kwa ajili yako, na uso wa Mungu utaangaza juu ya maisha yako kwa jina la Yesu. Hilo linapotokea, yale ambayo umeyafanya hapo zamani, Mungu atasema, nenda na uwe huru, sitokuadhibu. Nenda na uwe huru, sitokuwa na madai juu ya dhambi yako na lolote lile tena, kwa sababu uso wa Mungu unakuangazia. Tazama mstari wa pili sasa. Anatuambia mstari wa pili, njia yake ijulike duniani, wokovu wake katikati ya mataifa. Mtazame mzaburi, anaandika sasa kama nabii, na anatazama mbele. Anatazama siku na nyakati ambapo Kristo atakuja na atakuwepo msalabani, na dhabihu ya Kristo msalabani itakapotolewa kwa ajili ya wenye dhambi na mataifa yote. Na anasema wokovu wake upande mmoja, na afya, unaweka kila kitu kwa pamoja. Wokovu wake katikati ya mataifa uwe dhahiri. Na ndio maana tuna aina hii ya mkutano wa kimataifa, tukileta baraka juu ya nchi zote. Haijalishi upo katika nchi gani, asubuhi ya leo baraka kutoka msalabani zitakuja juu ya nchi yako, zitakuja juu ya nchi katika ile nchi, na juu ya kila familia katika ile nchi. Na yoyote ambaye ana uhusiano anakuja kwetu, anasema, Bwana, tupo hapa katika taifa letu, nchi yetu. Hakuna nchi inayowekwa kando, hakuna nchi ambayo imesauliwa na Mungu. Yale ambayo Kristo alifanya kwenye msalaba Kalvari, alifanya kwa ajili ya kila nchi, alifanya kwa ajili ya nchi yetu. Unajua, kuna watu ambao wanafikiria kwamba kwa sababu hawajui na hawaelewi, na tunataka kuambia wewe na mimi, tunatakiwa tuwaambie. Wanasema Ukristo na habari za Kristo kufa msalabani ni kwa ajili ya Wayahudi tu. Hapana, ni kwa ajili ya kila mtu, kila nchi. Wanasema Ukristo ni kwa ajili ya watu tu walioko ugaibuni. Hapana. Vipi kuhusu watu walioko mashariki na huku kwingine? Vipi kuhusu watu walioko kaskazini? Ni kwa ajili ya nchi zote. Uponyaji kwa ajili ya nchi zote, wokovu kwa ajili ya nchi zote, nguvu kwa ajili ya nchi zote, ukombozi na kuwekwa huru kwa ajili ya nchi zote. Nasema njia yake ijulike duniani, wokovu wake katikati ya mataifa. Na kukaribisha asubuhi ya leo, utakwenda kupata ujuzi
na afya kwa ajili yako, wokovu kwa ajili yako, uponyaji kwa ajili yako, ukombozi kwa ajili yako, na uhuru kwa ajili yako, matoleo kwa ajili yako, furaha na shangwe kwa ajili yako asubuhi ya leo, kwa jina la Yesu. Mungu na atufadhili. Na ndivyo yule mwenye dhambi alivyoomba, yule Yesu aliyemzungumzia. Mwenye dhambi alikuja, hakuweza hata kumtazama Yesu, na akapiga kifua chake. Alijua yeye ni mwenye dhambi, na maombi yote aliyoyaomba, Mungu unirehemu mimi mwenye dhambi. Unapoomba maombi ya aina ya asubuhi ya leo, ni maombi ya mwenye dhambi atubuye kutoka katika moyo wenye toba. Ni maombi ya moyo unaojitisha. Na unapofanya maombi ya aina ya asubuhi ya leo, ukasema Mungu unirehemu, na rehema, uokovu, uponyaji utakuja juu yako. Mungu mkuu ukimwambia unirehemu na unibariki na unibariki. Mungu alimtuma Bwana wetu Yesu Kristo ili aje akubariki wewe na kukugeuza, kukutoa katika dhambi zako zote. Na anafanya hivyo kila wakati. Yesu hajabadilika, ni yule yule jana, leo na hata milele. Atakubariki asubuhi ya leo, atasamehe dhambi zako asubuhi ya leo, ataondoa huo mkasa katika maisha yako asubuhi ya leo, na hatimaye baraka za uponyaji. Nafurahi pamoja nawe asubuhi ya leo. Uponyaji unakujia, uponyaji, afya inakujia. Anasema na utuangazie uso wako. Nuru inatoka kwa Kristo, nuru ya Kalvari inaangaza juu ya maisha yako, na hatimaye njia yake inajulikana kwako, na afya yake sasa katika nchi yetu. Nasema katika nchi yetu na katika nchi mbalimbali. Kila mmoja anayeungana nasi asubuhi ya leo, baraka za Mungu zitakuja juu ya maisha yako. Na usiku wa leo nazungumza juu ya baraka kutoka msalabani kwa mataifa yote. Baraka kutoka msalabani kwa ajili ya mataifa yote. Wagalatia sura ile ya 3. Wagalatia sura ile ya 3 mstari wa 8 anatuambia lile lile. Anasema, na andiko kwa vile ilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani. Mungu atawahesabia haki kila mwenye dhambi kwa imani. Nilimhubiri Ibrahim habari njema zamani, kusema katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Shikilia hilo ndani ya moyo wako. Shikilia neno hilo katika akili yako, ya kwamba katika Kristo, Kristo aliyetufia, katika Kristo, Kristo aliyesulubiwa, katika Kristo, katika yeye mataifa yote yatabarikiwa. Baraka zitokazo msalabani kwa ajili ya mataifa yote. Tunatazama ujumbe wetu katika vipengele vitatu. Jambo la kwanza, afya iokoayo ya Kristo kwa mataifa yote, kwa ajili ya kila mmoja katika kila taifa, na baraka inakuja juu yako, na hizo baraka zipo kwa ajili ya kila mmoja. Afya iokoayo ya Kristo kwa mataifa yote. Jambo la pili, wokovu, utakatifu kupitia msulubiwa katika mataifa yote. Wokovu wa Bwana sio tu kwa ajili ya taifa moja, sio tu kwa ajili ya wana wa Israeli, ni kwa ajili ya mataifa yote, na kila mmoja, kila mahali. Maandiko yamethibitisha katika yeye mataifa yote yatabarikiwa. Uokovu na utakatifu, uokovu na haki kupitia msulubiwa kwa mataifa yote. Jambo la tatu, msaada wa kimungu. Bwana atakusaidia asubuhi ya leo. Hebu nipe amina yako nzuri. Bwana na akuletee msaada wa kimungu. Hiyo ina maana gani? Ina maana ni jambo lilo zaidi ya wewe, zaidi ya uwezo wa kibinadamu, zaidi ya uwezo wa kibinadamu.
yale ambayo watu waliyefundwa na kufunzwa katika ulimwengu hawezi kufanya. Bwana asubuhi ya leo atafanya kwa ajili ya kila mmoja wetu. Msaada wa kimungu toka msalabani amekwisha kufanya tayari. Kristo amesulubiwa tayari, na Bwana ametupa na kutufanyia njia ili tupate baraka za Bwana, kwa sababu amekwisha kufanya kila kitu tayari. Kwa hiyo jambo la kwanza unatakiwa uinuke useme, Bwana nipo hapa. Na wewe ni Mungu wa wote wenye mwili, na mimi nipo hapa. Nahitaji afya, nahitaji nguvu, nahitaji ujuzi, nahitaji uwezo, nahitaji kuwezeshwa na nguvu. Na Bwana anaingilia kati na anakuja kusaidia kwa ajili yako, na baraka za Bwana zitakuja juu yako kwa jina la Yesu. Na tuje tutazame kipengele cha kwanza, afya iokoayo ya Kristo kwa mataifa yote. Afya iokoayo ya Kristo kwa mataifa yote. Marko 16 mstari wa 15. Marko 16:15. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote, mataifa yote, nchi zote, mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Unaona hilo? Kila kiumbe, kila nchi. Unakwenda katika kila nchi na kila kiumbe katika kila nchi. Injili inakujia wewe. Maana yake nini? Tukisema injili, tunazungumza habari njema. Tunazungumza habari njema, na maanisha kitu ambacho kitabadilisha maisha yako. Pale ambapo kuna huzuni, furaha itakuja. Penye huzuni, shangwe itakuja. Penye mateso, kuna kuponywa, kuna kujia. Ni habari njema ya kwamba lolote unalolipitia sasa, haijalishi ni tatizo ya aina gani, changamoto ya aina gani, na ugonjwa wa aina gani, na madhaifu ya aina gani, haijalishi ukosefu ambao uko pale, Bwana analeta baraka juu ya maisha yako. Hiyo baraka ni kwa ajili yangu. Jiambie mwenyewe, nasema hiyo baraka ni kwa ajili yangu. Wokovu utakuwa ni wako kwa jina la Yesu. Ukombozi utakuwa ni wako kwa jina la Yesu. Tazama hilo, anasema enendeni ulimwenguni mote, katika kila nchi, kila kabila, kila jamii. Na hatimaye unahubiri, unatangaza, unatamka habari njema. Habari njema, habari za kufurahisha. Na dhabihu ya Kristo, yale ambayo amekwisha kuyafanya, tangaza hilo kwa kila kiumbe. Na anasema mstari wa 16, aaminie na kubatizwa ataokoka. Aaminie. Unalotakiwa kufanya ni kwamba unatakiwa uamini. Kuna watu wengi ambao hawaelewi kuamini ina maana gani. Na maana ni hii: unaitafuta nuru, mwanga, umekuwa gizani. Sasa unaelewa ya kwamba ulipofunga mlango wako, chumba kikajaa giza pale, na ninakupazia sauti, nipo nje, nakwambia nuru ipo. Kama unaamini hilo ya kwamba nuru ipo pale ambapo mimi nimekutangazia, utafungua mlango wako, utatoka na utaingia katika nuru. Unamwamini Bwana Yesu, na ni kwamba umekuwa gizani, umekuwa katika giza ya dhambi, umekuwa katika giza ya uovu, umekuwa katika giza ya ushirikina, giza ya kuabudu sanamu, giza ya kufanya mambo mabaya. Na nakwambia njoo, kuna habari njema hapa. Nazo habari njema kwa ajili yako. Nina habari njema kwa ajili yako. Nuru ya ulimwengu ni Kristo, na anakwenda kuileta hiyo nuru ituangaziayo. Hiyo nuru inakuja, ni nuru ya wokovu, na furaha ya wokovu inakwenda kugeuza maisha yako. Ukiamini hilo, unakuja, unafungua mlango wako, unafungua mlango wa moyo wako. Haufungi, hausemi mimi na utamaduni wangu, mimi na dini yangu, mimi na sanamu zangu, mimi ni naye mzee mmoja huko naye mwabudu na mwanamke mmoja. Kama unaamini, unatoka katika hiyo giza na unakuja kwa Kristo aliye nuru ya ulimwengu. Unakuja katika nuru asubuhi ya leo. Nasema unakuja nuruni asubuhi ya leo. Unapokuja
giza yote ghafla mara moja inatoweka. Na sasa nuru haiondoi giza kidogo kidogo, pole pole. Je, umewahi kukaa kwenye chumba ambacho ni giza totoro? Chumba ambacho kimejaa giza na unawasha taa. Taa iangazii kwenye pembe moja tu, 10%, 5%, 20%. Unapowasha tu na taa ikawaka, chumba chote kinajaa nuru. Kwa sababu ni mara moja, ni ghafla, giza inatoweka. Unapokuja kwa Kristo leo, unaposikia injili, unapokuja kwa Kristo leo, unaposikia habari njema, giza inatoweka mara moja. Mara nuru ya Kristo inapokuja katika maisha yako, giza inatoweka. Yeye aaminie na kubatizwa ataokoka. Sasa unajua kuna watu, na naomba kwamba wewe usiwe katika sehemu ya watu wa aina hiyo. Mimi naomba sitokuwa sehemu ya watu wa aina hiyo. Asiyeamini atahukumiwa. Kwa nini? Kwa sababu anakuwa gizani. Kwa sababu haji katika nuru. Kwa sababu anabaki gizani. Katika giza ya ushirikina, giza ya uhalifu, giza ya pombe, na giza ya uvudaji bangi, na giza ya uovu, na giza ya kuwa sehemu ya shetani. Kwa sababu anabaki katika giza hiyo, anasema mimi nitabaki hapa na shetani na ibilisi na vyama hivi vya uhalifu, nitabaki hapa na shetani. Amehukumiwa tayari. Ibilisi amehukumiwa tayari, na shetani atakuwa katika ule moto wa milele na milele. Na watu ambao wanamshikilia shetani, giza wanashikilia, na dhambi wanashikilia, na wanafanya uamuzi ya kusema wanataka wahukumiwe na shetani. Mimi sitohukumiwa pamoja na shetani. Sema mimi sitohukumiwa katika dhambi. Unaacha dhambi, unatupilia mbali dhambi, unaziacha dhambi. Unasema shetani, upende usipende, mimi sitobaki na wewe, sitosafiri na wewe, sitoangamia na wewe. Na unajinasua kutoka katika mikono ya huyo shetani, na unakuja katika nuru. Ninakupongeza, umeokolewa kwa jina la Yesu. Tazama Marko 13 mstari ule wa Marko 13:10. Anatuambia pale tena, na sharti injili. Hizo ni habari njema. Ni habari njema. Kumbuka, huo ndio ujumbe ambao unakuja kutoka kwa Kristo. Kristo wa Kalvari, ili kugeuza maisha yako na kuleta furaha na shangwe na uponyaji na uokovu na uzima wa milele kwako. Na sharti injili ihubiriwe kwanza katika mataifa yote. Ndilo tunalolifanya sasa. Tunafanya sehemu yetu, nafanya sehemu yako wewe, ni kuikubali hiyo injili, ni kuiamini hiyo injili, ni kuikumbatia hiyo injili. Binafsisha hiyo injili na useme injili hii ni kwa ajili yangu, na kila baraka zilizo katika injili zitakuwa ni zako kwa jina la Yesu. Hilo ndilo jambo la kwanza. Afya iokoayo, uokovu. Afya iokoayo, uponyaji. Afya iponyayo, ukombozi kupitia Kristo kwa mataifa yote na kwa ajili ya wewe. Sema kwa ajili yangu. Sasa utathibitisha hilo asubuhi ya leo tutakapoomba. Utaacha giza, unakuja nuruni. Unaacha giza, unapokea injili, habari njema. Hebu ni tazame sasa kipengele cha pili. Kipengele cha pili, uokovu na utakatifu kupitia msulubiwa kwa ajili ya mataifa yote. Kwa maana nyingine tena,
Uokovu ni kwa ajili ya kila mmoja katika nchi zote. Kwa mara nyingine tena, haki ni kwa ajili ya kila mmoja katika nchi zote. Unapokuja kwa Bwana na unagundua ya kwamba amekwisha kufanya matoleo na anakutaka wewe uje utoke pale ulipokuwa na hatimaye uje katika uokovu wa Bwana na haki ya Bwana. Sasa hebu tulia kwanza. Haki ya Bwana, haki, utakatifu. Unajua kuna watu ambao wanachafua vazi lao la utakatifu wenyewe. Haki, hilo ndio lilofanya Adamu na Hawa. Walijaribu kufanya hilo, na tangu wakati ule uzao wa Adamu na Hawa wamekuwa wakijaribu kushona mavazi yao ya haki na utakatifu. Na sasa Kristo anapokuja na kuwasilisha kwao vazi hasa halisi na kwa sababu ya mavazi waliokuwa nayo na haki waliokuwa nayo ilitoka mbinguni, na aina yoyote ile ya haki na vazi yoyote ambayo inatengenezwa hapa duniani, mahali pako pa makazi, na unasema mimi nina vazi langu lililotengenezwa kwa majani, kama Adamu na Hawa walikuwa uchi, na walipokuwa uchi kwa sababu ya dhambi zao na kwa sababu ya haki yao walioitengeneza wenyewe, waliona aibu na wakaenda kukata majani na wakatengeneza, wakashona, na hayakufaa kwa ajili ya mbingu. Unaona watu wa madhehebu ya mavazi haya meupe wanasema mimi sivuti sigara, sifanyi hili na hili, na naenda kanisani na najaribu kuenenda hivi na vile kwa tahadhari, naenda Jumapili masaa 2-3. Wanapotoka kanisani wanabaki wanasema uongo, wanaendelea kuiba na wanaendelea kupigana na wanaendelea katika mwenendo na uovu wao. Na Jumapili nyingine inakuja, wanakwenda kanisani, wanasema Mungu niko hapa, mimi nimechafua vazi langu, nimeshona vazi langu kutumia majani, nimefanya ile ambayo sikupaswa kufanya, na wanafanya ishara msalaba kwa jina la Yesu, amina, na wanatoka wanakwenda wanaendelea katika dhambi zao. Aina hiyo ya mavazi ya kidini ya kikanisa hayatakupeleka mbinguni. Ni kama vazi ambalo Adamu na Hawa walishona wakati ule bado walifukuziliwa mbali kutoka katika bustani ya Edeni. Sasa Yesu anakuja, Kristo anakuja, anasema hamwezi kutengeneza vazi lolote lile la haki au la utakatifu ambalo litawafanya mkubalike mbinguni. Anasema nimekuwepo mbinguni milele na nimekuja kuwapeni vazi la haki kutoka mbinguni, vazi la haki ambalo linatoka mbinguni, na nimekuwa nikivaa vazi hili, sasa nawapeni bure. Utapata hilo vazi asubuhi ya leo. Na mbingu inapowatazameni, naona haki ya Kristo juu yenu, anaona utakatifu wa Kristo juu yenu, na malaika watashukuru na kufurahi kwa sababu mmetubu na kwa sababu mmemjia Bwana. Wokovu ambao unakuja pamoja na utakatifu na haki kupitia Kristo msulubiwa kwa ajili ya mataifa yote, na huo wokovu utakuja juu yako. Nasema wokovu utakuja juu yako. Hebu nipe amina nzuri. Tazama Isaya 55, Isaya 55 mstari wa 5. Isaya 55 mstari ule wa 5. Tazama utaita taifa usilolijua na taifa lisilo kujua wewe, lisilotambulika, lisilojulikana na Kristo. Anasema sasa tazama utaita taifa usilolijua na taifa lisilo kujua wewe.
litakukimbilia. Hilo ndilo ambalo tunalifanya tunapogundua ya kwamba Kristo pekee anayo haki ambayo inakubalika, inapokelewa mbinguni. Hakuna mtu mwingine yeyote, iwe ni katika Agano la Kale, Agano Jipya, iwe ni Mtakatifu Paulo, Mtakatifu Petro, Musa, Daudi, hakuna anayeweza kukupa hiyo haki na huo wokovu. Ni Kristo pekee. Unaposikia hilo ya kwamba sasa Kristo amekuja na Kristo alisulubiwa na Kristo alisulubiwa kwa ajili yako, na ya kwamba anakwenda kupa huo wokovu bure. Sasa hauwezi kupata huo wokovu mahali pengine popote isipokuwa ndani ya Kristo. Unamkimbilia kwa sababu ya Bwana Mungu wako na kwa ajili yake Mtakatifu wa Israeli, maana amekutukuza. Hebu na nikukumbushe, Adamu na Hawa walipojidhihirisha mbele za Mungu, hatimaye walikuwa na vazi lao walotengeneza kwa majani. Mungu akawatazama, akasema, hilo ni nini? Hilo limetoka wapi? Mnataka kufanya nini? Hawakutukuzwa. Lakini Kristo anapokuja na anaweka vazi lake la haki juu yako, mbele ya mbingu, mbele ya malaika, mbele ya Mungu mwenye enzi, utakuwa una utukufu. Na asubuhi ya leo utakuwa na utukufu. Malaika watakutazama, watasema huyu ametukuzwa, kwa sababu katika haki ya Kristo uliopewa wewe, ambayo umeivaa, wokovu unakuja na ule utukufu wa Mungu, unakuja na ule mng'ao wa Bwana, na ule uzuri wa mbinguni unakuja juu ya maisha yako. Hayo unayapataje? Hilo linatokeaje kwako? Tazama mstari wa 6, Isaya 55:6. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Unapotaka kununua mavazi tunayoyavaa hapa duniani, unafanyaje? Unatoka nyumbani kwako na kwenda mahali ambapo wanaweza wakashona hiyo nguo. Unatafuta mahali ambapo wanatengeneza hilo vazi. Sasa kiroho, unapokuwa unahitaji vazi hili la utakatifu, vazi la haki ambalo limetengenezwa mbinguni, ambalo limetoka kwa Kristo tu, unalotakiwa kufanya ni kumtafuta Bwana maadamu anapatikana. Mwiteni maadamu yu karibu. Mahali pa karibu ambapo unapoweza kupata hilo vazi, na mahali ambapo wokovu upo tayari na huo utakatifu na vazi la haki lipo tayari, ni katika mkutano kama huu, wakati ambapo kila kitu tangu mwanzo wa maombi mpaka wanapoimba wanakwaya na kwaya kutoka katika mataifa mbalimbali, maombi yanaendelea na kila kitu kinaendelea, na moyo wako unavutwa upande wa Mungu unaposikia ujumbe wa Injili, na unasema sasa huu ndio wakati wa wokovu, huu ndio wakati bora, ndio wakati sahihi wa kumtafuta Bwana, wakati anapoweza kupatikana, na unamuita maadamu yu karibu. Sasa unamwitaje Bwana? Hebu tuseme kwa mfano, mtu amekuwa ni mchafu, amevaa mavazi yenye uchafu, lakini anataka avae mavazi mapya, na unampa mavazi mapya, anayavaa pamoja na yale mavazi yenye uchafu. Yeye ni mchafu, nguo alizovaa ni chafu, anavaa nguo mpya juu ya nguo chafu. Anapokuwa anapitana, kuna harufu ya mwili ambao haujaogeshwa, lakini pia harufu inayotoka kwenye zile nguo za zamani chafu. Hayo yote yana lazimisha kuunganishwa mambo ya kale na zamani. Kama tutapata manufaa ya nguo mpya, lazima tuondoe zile nguo chafu zilizotiwa unajisi, zenye harufu, ili tuweze kuoshwa na kusafishwa. Na tunapokuwa safi
ndipo sasa tunavaa nguo safi juu ya mwili ulio msafi. Nazungumza nini? Nazungumza kwamba unataka kupata vazi la haki kutoka kwa Kristo, unafanyaje? Unakwenda kuoga. Nini kinachoweza kusafisha dhambi zangu? Niambie. Hakuna isipokuwa damu ya Yesu. Nini kinachoweza kuondoa madoa mbalimbali ya dhambi? Hakuna isipokuwa damu ya Yesu. Ukitembea katika nuru kama yeye alivyo nuruni, na tukawa na ushirika na yeye, na damu yake Yesu Kristo mwana wake ikatusafisha dhidi ya dhambi zote. Damu ya Yesu inakuosha unapokuja, unageuka kutoka katika unajisi. Na kama utakuwa kama nguruwe, lakini kama utakuwa kama nguruwe ambaye anasafishwa, na baada tu ya kusafishwa mara anaenda tena kugaga kwenye matope, sasa hakutokuwa na maana ya kumuosha huyu, kumsafisha huyu nguruwe. Lakini Mungu anapotusafisha, anapotutakasa, na anaweka vazi la haki juu yetu bure, na ni ambalo limenunuliwa kupitia Kalvari, na tunatembea katika upya wa uzima, na malaika wanaendelea kutushukuru ya kwamba yule mtu amegeuka, yule mwanamke mwanamume amegeuka, na sasa anatembea katika haki ya Mungu. Na yale yote ambayo nimekuelezea, ngoja nikusomee mstari wa 7 sasa. Mtu mbaya na aache njia yake. Hilo ndilo lilotufanya tuwe ovyo, tuwe tunanuka, tuwe wachafu, tuwe tumetiwa unajisi. Na mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana, na amrudie Bwana. Lazima uache, lazima utoke katika mambo haya mengine yote kabla haujamrudia Bwana. Na sasa Kristo anakupa hilo vazi la haki na la utakatifu, na una uokovu wa Kristo. Hauji tu hivyo vyovyo, hapana, unaacha njia zako za kale. Nasema, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana, naye atamrehemu. Ni nani huyo atakayerehemiwa? Ni nani huyo atakayepata rehema? Je, upo hapa? Hebu nione mkono wako kama utapata rehema. Rehema za Bwana zitakuja juu yako. Wokovu utakuja juu yako. Msamaha utakuja juu yako. Na atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu, naye atasamehe kabisa. Lolote ambalo umekosea huko zamani, umezungumza vibaya, umeweka mikono yako, mdomo wako na moyo wako, macho yako, masikio yako katika yaliyo maovu, Bwana atakusamehe asubuhi ya leo, na atabadilisha maisha yako, na kila kitu kitakuwa ni kipya katika maisha yako kuanzia leo, kwa jina la Yesu. Nakumbuka, hii ndiyo injili ya wokovu, injili ya msamaha wa Mungu, injili ya haki yake inayokujia. Utapata hii injili asubuhi ya leo. Mstari wa 8 anatuambia, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Bwana anatuambia kuna watu ambao wanataka wafanye mambo kiroho kama ambavyo wanafanya mambo kimwili. Kama utapata vazi lolote mpya katika hali ya kimwili, tunalipa. Kama utanunua nguo, kama utapata nguo yoyote, unalipa. Lakini Bwana anasema hiyo sio njia yangu. Hauwezi kulipia. Hauwezi hata kulipa kwa ajili ya vazi nzuri ambalo limelipwa, limetengenezwa katika maeneo mbalimbali ya ulimwengu huu. Si zaidi sana juu ya vazi ambalo limetengenezwa mbinguni, vazi la haki, vazi la utakatifu, utakatifu wa Bwana. Hauwezi kulipa. Ni mtu mmoja pekee ndiye aliyeweza kulipa. Naona hata Musa mwenyewe hakuweza kulipia kwa ajili ya Haruni na Mariamu, na
na Mwisraeli yoyote, na hata Daudi hakuweza kulipa kwa ajili ya Sulemani na Absalom, na hata Petro hakuweza kulipa kwa ajili ya Marko au awai yote mwingine. Kristo pekee ndiye anayeweza kulipa hii gharama. Na kwa sababu hiyo, mawazo yako ulidhani utafanya vizuri, huo sio mpango wa Mungu. Kwamba nitalipa kwa ajili ambalo nimekosea. Kama utalipa, itakuwa imekwisha, kwa sababu mtu yote atendaye dhambi, adhabu ni kifo, na ukifa imekwisha pale na kwenda upande wa pili. Mawazo ya Mungu ni kwamba sasa hauwezi kufanya peke yako, nitafanya kwa ajili yako. Nitamtuma mwanangu wa pekee, atakufa kwa ajili yako, atatwaa adhabu yako, na hatimaye utakuwa huru. Mawazo yenu sio mawazo yangu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Unapokea mawazo ya Bwana na njia za Bwana, asubuhi ya leo wokovu utakujia. Na unasema nimejaribu na nimejitahidi na kujitahidi kuanza upya, nimejaribu kupunguza kuvuta sigara 10 kwa siku, navuta sigara 5, najaribu kidogo kidogo, hiyo haitokusaidia. Je, waweza kuyaondoa maji yote yaliyo baharini kwa kutumia kikombe kidogo mkononi mwako? Unakwenda kule baharini, unachota maji kutoka baharini kutumia kikombe, unamwaga, unarudi tena, unachota tena, unamwaga. Hauwezi kuyamaliza yale maji kwa kutumia hicho kikombe kilicho mkononi mwako. Bahari yako ya dhambi zako na kisima cha dhambi zako hauwezi kukikausha kwa kutoa kidogo 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 kidogo. Kristo pekee ndiye anayeweza kufanya hivyo, na Kristo amefanya hiyo kazi kwa ajili yako. Kristo amekwisha kufanya kwa ajili yako. Sema Kristo amefanya kwa ajili yangu. Na unapokuja kwa Kristo asubuhi ya leo, atakusamehe, atasafisha maisha yako, atabadilisha moyo wako, na hatimaye utakuwa na uokovu na utakatifu na utakaso kupitia Kristo aliyesulubiwa. Haijalishi upo katika taifa lipi. Mstari ule wa 9, Isaya 55:9, kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Mstari wa 10, maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali uinyeshea ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula. Mstari wa 11, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, neno la wokovu litokalo katika kinywa changu linakujia wewe, neno la uponyaji linakujia wewe, neno la ukombozi linakujia wewe, na halita nirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Neno la Mungu litafanikiwa katika maisha yako leo. Neno la Mungu litaleta uokovu katika maisha yako, utapata uokovu. Neno la Mungu linaleta uponyaji, utapata uponyaji. Neno linaleta ukombozi, utapata ukombozi asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Miujiza. Sema miujiza. Kwa ajili ya nani? Kwa ajili yangu. Miujiza inakujia leo. Na mvua zinavyoshuka ndivyo ambavyo mvua za baraka, ukombozi, uponyaji zinakuja juu yako asubuhi ya leo, na kuna atakaye kuzuilia ule muujiza wako kwa jina la Yesu. Natazama kipengele cha tatu, msaada wa kimungu toka kwenye msalaba kwa ajili ya mataifa yote. Msaada wa kimungu kutoka msalabani kwa ajili ya mataifa yote. Wale ambao hawakuwa na msaada wote kabla ya wakati huu, Kristo unapomkaribisha katika maisha yako, utapata msaada. Utapata utulivu wa nafsi. Machozi yako yatafutwa. Huzuni yako itaondolewa. Sasa tazama hii hali
Kuna huyu mtu ni maskini, ni fukara, ni mgonjwa, anakaribia kufa, na sasa mtoto mdogo anamfuata na anamwambia nitakusaidia. Huyu mtu atamwambia yule mtoto, hebu ondoka, hujui chochote wewe. Mtoto ambaye yeye hawezi kujihudumia anakuja anasema eti nitakusaidia. Utamwambia hebu ondoka zako. Uwezi hata kujihudumia wewe mwenyewe, na unasema utanisaidia mimi. Sisi sote tulikuwa dhambini. Tulikuwa katika uovu. Na hatukuwa na msaada kutoka mahali popote pale. Na sasa yeye ambaye pia ni mtumwa wa dhambi yupo kifungoni, kila mwanadamu ambaye yeye mwenyewe hawezi hata kusimama wima, na anakuja kuambia nitakusaidia. Hawezi kusaidia. Wanafalsafa hawezi kusaidia, wanasaikolojia hawezi kusaidia, watu walio upande mwingine wa mto hawezi kusaidia, watu walio porini hawezi, waganga na wana mazingaombe hawezi kusaidia. Angalia hali yake na muonekano wa huyo mtu, hawezi kujisaidia yeye mwenyewe, lakini msaada unatoka juu. Msaada unatoka juu, na anatuambia atatusaidia, na huu msaada unakuja. Nafurahi pamoja na wewe unapoupokea, ukubali msaada wa Mungu. Mahitaji yote ya maisha yako yatapatikana kwa jina la Yesu. Isaya 41. Isaya 41 mstari ule wa 10. Isaya 41:10. Huyu sio Isaya anazungumza. Huyu hapa ni Mungu mkuu anazungumza. Usiogope. Je, utaniokoa? Usiogope. Unajiuliza, je, utaniponya? Anasema usiogope. Je, utaniokoa? Anasema usiogope. Je, utanikomboa? Unauliza, anasema usiogope. Msaada umekuja kwa ajili yako wewe. Msaada umekuja. Lile ambalo wanadamu, wanawake, wanaume hawezi kukutendea, waganga hawezi kutendea, watu walio upande wa pili wa mtu hawezi kusaidia, Mungu mkuu ambaye hajawahi kushindwa vita yoyote, Mungu mkuu ambaye ni mwenye nguvu na mwenye uwezo, anakuambia asubuhi ya leo usiogope. Unajua kuna baadhi ya watu wanasema mimi ni mtu mbaya mno, mwenye dhambi mbaya, nimefanya uovu mwingi mno. Je, Mungu anaweza kaniokoa? Usiogope. Nimefanya mambo ambayo hata mimi mwenyewe naona ni vigumu kujisamehe mimi mwenyewe. Nilikuwa mpumbavu, nilikuwa mchafu, nilikuwa muovu, na nimeingia katika uhalifu na uovu. Je, Mungu atanisamehe? Usiogope. Nina ugonjwa, nina maradhi, nina mashambulizi, nina uwazimu, nina hili, lolote liwalo lile. Je, Mungu atanisaidia? Usiogope. Ninakutazama. Nasema nakutazama wewe, na nakuambia asubuhi ya leo usiogope. Ataviringishiria mbali tatizo lako, atasamehe dhambi yako. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Ni pamoja nawe. Fikiria hilo, fikiria hilo. Anazungumza na kila mmoja, taifa lote, na Mungu pekee ndio anayeweza akasema nipo Nigeria, nipo Ghana, nipo Marekani, nipo Ulaya, kwa wakati ule ule, popote pale ulipo. Ndio maana yeye ni Mungu. Hakuna awaye yote katika ulimwengu wote anaweza kuwa kila mahali, kila wakati. Mungu pekee. Na Mungu yu pamoja na wewe sasa. Anasema usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Tatizo lako limetatuliwa. Muumba wako anasema mimi ni Mungu wako. Mwokozi anasema mimi ni Mungu wako. Mponyaji anasema mimi ni Mungu wako. Yeye ambaye anaweza kufufua wafu na kuleta uzima ndani yao anasema mimi ni Mungu wako. Ongera asubuhi ya leo. Bwana amekuweka katika nafasi iliyotukuka, na Mungu anasema nitakutia nguvu. Wewe ni dhaifu mno, huwezi kutembea, miguu yako imelemaa, umepoza,
na yawezekana huwezi kupumua vizuri pia, una tatizo. Bwana anasema tunapoanza kuomba asubuhi ya leo na unamwelekea Bwana, Bwana atakutia nguvu na utainuka na utatembea, na macho yenye upofu yataona, na lolote lilobaya katika maisha yako litaondolewa. Anasema naam, hiyo ina maana ndio. Sasa Mungu anaposema ndio, hiyo ndio inarindima kila mahali mbinguni na inaendelea kurindima kila mahali duniani. Mungu anaposema ndio, hiyo ina maana ndio inaingia katika masikio ya shetani, na shetani anasikia kama ni mshale uliyempiga. Anaposema na Mungu anampiga shetani, shetani anakimbia, mapepo yatakukimbia. Anasema naam, nitakusaidia. Naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Kama nikiokolewa, je, nitaweza kusimama? Kama nikiokoka, dhambi zote nilizotenda miaka mingi iliyopita, je, hazitojirudia na kuniangusha chini? Hapana. Mungu anasema nitakushika kwa mkono wa haki yangu. Bwana asifiwe. Mtu mmoja pale anasema Bwana asifiwe. Tazama mstari wa 13. Soma na jirani yako. Kwa maana mimi Bwana Mungu wako. Kama unamwacha shetani, kwa sababu Mungu hatoruhusu wewe upande wa shetani na Mungu. Mungu hatoshirikisha utukufu wake, hatomshirikisha shetani na watu wengine. Mungu hatoruhusu moyo wako gawanyike kati ya shetani na yeye. Unapoiacha dhambi kikamilifu na mwacha shetani kikamilifu, anasema kwa maana mimi Bwana Mungu wako nitakushika mkono wako wa kuume, nikikwambia usiogope, mimi nitakusaidia. Umesikia sauti ya Bwana asubuhi ya leo. Mimi ni kama kipaza sauti tu, na ninasema hii ni sauti ya Mungu inapita kwangu kuniambia mimi nikwambie wewe, Mungu atakusaidia. Yasiyowezekana yatakuwa yenye kuwezekana katika maisha yako, na uokovu utakuwa ni fungu lako asubuhi ya leo. Uponyaji utakuwa ni fungu lako asubuhi ya leo, na vifungo katika maisha yako vitafunguliwa na kulegezwa na kukatakatwa vipande pande asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Dhambi zitasamehewa, nila zako zitavunjwa, magonjwa yako yataponywa, na mikasa yako itaondolewa. Bwana atakuhamisha, na lolote lile ambalo linakuhusu wewe Bwana atahusika nalo. Na popote utakapokwenda kuanzia leo, Bwana atasema yule ni mwanangu, yule ni mwanangu. Shetani anapojaribu kusogelea, Mungu anasema hebu subiri shetani, yule ni mwanangu. Waovu anapojaribu kusogelea, Mungu anamwambia subiri hapo, yule ni mwanangu. Hebu fanyika kuwa mwana wa Mungu asubuhi ya leo, na kila kitu kitakuwa ni bora katika maisha yako kwa jina la Yesu. Karibu. Karibu. Nasema karibu. Karibu katika baraka za Mungu. Karibu katika uokovu wa Mungu. Karibu katika matoleo ya Mungu. Ni kwa ajili yako. Nafurahi pamoja nawe. Hebu na tuinamishe vichwa vyetu, kila mmoja na tufumbe macho yetu wakati huu. Unataka kuwa na manufaa, nataka kuwa na baraka za wokovu huu, wokovu unaotoka mbinguni kwa Mungu. Unataka huu wokovu sasa uwe ni fungu lako ambao Kristo amekwisha kutoa kwa ajili yako. Unasema Bwana, mimi namwacha shetani, naiacha dhambi, na uacha uovu. Mungu umeahidi kunisaidia, na kuja kupokea huo msaada, nipate hilo vazi la haki. Bwana nipokee, nisafishe Bwana, nisamehe Bwana, na geuka kutoka katika uovu. Upo wapi? Bwana anakusubiri. Inua mkono wako, inua mkono wako. Unataka kumpa Bwana maisha yako, na umwambie Bwana, nanyosha mkono wangu juu nikisema ninajisalimisha, najisalimisha, najitoa kikamilifu kwako. Nataka nipate msaada wako.
nataka nipate wokovu wako, nataka nipate msamaha wako. Upo wapi? Hebu nyosha mkono wako juu. Nataka kumpa Bwana maisha yako. Mwambie Bwana, nipo hapa. Bwana, nipo hapa. Sitobaki kwa shetani, sitobaki katika dhambi zangu. Bwana, naja. Na Bwana anapokupokea, mwambie Bwana, nakupokea kama mwokozi wangu. Na unaponyosha mkono wako juu, unainuka kwa miguu yako. Unainuka kwa miguu yako. Mungu akubariki. Ni jambo jema. Inuka kwa miguu yako. Mwambie Bwana, unapoinuka kwa miguu yako, unaponyosha mkono wako juu, Bwana, naja. Kwenda kanisani tu haitatui tatizo. Mimi ni mshirika wa Ukristo, nilizaliwa kama Mkristo. Hapana, hakuna jambo kama hilo. Moyo wako bado umekuwa katika uovu, ni mwongo, unadanganya, unalaghai watu. Lakini sasa Kristo anasema, nakupa wokovu, nakupa msamaha. Nyosha mkono wako juu, sema, Bwana, nipo hapa. Bwana, nipo hapa. Najitoa kwako. Upo wapi? Kabla tujafunga, tunakusubiri. Siruhusu mlango ufungwe kabla ya wewe kuingia. Unaweza kupata msamaha leo katika mataifa mbalimbali, mahali popote ulipo. Kumbuka yale ambayo Kristo ameyafanya kwenye msalaba wa Kalvari. Ni kwa ajili ya kila mmoja katika kila nchi. Nyosha mkono wako juu. Katika kila taifa, kila nchi, mahali popote pale. Na unainuka sasa. Nasema, Bwana, najisalimisha kwako. Tunakwenda kuomba sasa. Endelea kusimama. Baba, kwa jina la Yesu, tunawaleta watu hawa wote ambao wameinua mikono yao juu. Tunawaleta mbele zako, ukawape wokovu wako kwa jina la Yesu. Naomba Bwana, mambo yote mabaya yaliyo yao ukawasamehe kwa jina la Yesu. Maisha yao machafu ukayasafishe, ukayatakase kwa jina la Yesu. Na Bwana, udhaifu katika maisha yao ukageuze ule udhaifu kuwa nguvu, na hawatakuwa wanaendelea kufanya yale mambo yatokanao na udhaifu wa mwili kwa jina la Yesu. Na naomba kwamba vazi la haki ambalo Bwana limetengenezwa mbinguni, ambalo Kristo amelileta, na Kristo anampa kila mmoja kupitia kifo chake msalabani. Naomba Bwana kwamba vazi la haki na la utakatifu utampatia kila mmoja kwa jina la Yesu. Andika majina yao katika kitabu cha uzima mbinguni. Na naomba ya kwamba hatimaye watakapotoka katika ulimwengu huu, watakuwa pamoja na wewe milele na milele kwa jina la Yesu. Thibitisha hilo katika kila maisha. Kwa jina kuu la Yesu tumeomba. Endelea kusimama. Mungu akubariki. Endelea kusimama. Haleluya. Sasa lazima utarajia kwamba Mungu ni mwaminifu na wa kweli, na kwamba lile alilosema atafanya, atafanya. Lile ambalo amesema utapata, utapata. Na ukija na matarajio ya aina hiyo, imani ya aina hiyo, ya kwamba aliyoyasema atafanya, atafanya, atalitimiza hilo katika maisha yako kwa jina la Yesu. Kama wewe ni kipofu, tarajia ya kwamba atakalolifanya atafanya, na macho yako utapata kuona. Hautokuwa tu unawatazama watu wengine. Hautokuwa tu unasema huyu msichana mdogo, mvulana mdogo na ni kiziwi, huyu ni bubu. Na kwamba nguvu kutoka juu, uamini, itamgusa na miujiza itatokea. Na utafungua macho yako na kutazama kwa ujasiri ya kwamba Mungu hawezi kushindwa. Kama umepooza, umelala chini, kumbuka hatuombi tu ili mradi, ni kwamba ili nguvu ije. Na
Hii nguvu itatia nguvu mifupa yako na mwili wako, na utainuka na kutembea. Changamoto yote ulionayo, tatizo yote ulionayo, elewa kwamba Mungu amesema atakuponya, atakusaidia, atakukomboa, na ujue ya kwamba atafanya, sababu ya tarajio la aina hiyo. Tunapoomba, Mungu yupo kazini, na Mungu yupo kazini katika maisha yako. Mungu yupo kazini katika mwili wako, yupo kazini katika akili yako. Uwe tayari. Tunapoomba sasa, nguvu inakuja. Unanyosha mkono wako mmoja juu, na unaweka mkono wako mmoja mahali ambapo una changamoto, na unajua hakika ya kwamba Mungu atathibitisha muujiza wa uponyaji, ukombozi katika mwili wako asubuhi ya leo. Baba, tunakushukuru kwa uaminifu wako. Tunakushukuru kwa nguvu ambayo haiwezi kushindwa. Tunakushukuru kwa ahadi ambazo umetupa. Yale ambayo umesema utayafanya, utafanya bila shaka. Umesema utaponya, utaponya. Na umesema uponyaji utakuwa katika kila nchi, na kwamba utadhihirisha, utatenda. Na Bwana, ninaomba kwamba wakati huu sasa ukatekeleze hilo kwa uweza wako wa kiungu, na ukaponye kwa jina la Yesu. Bwana, ninaomba lolote ambalo shetani amefanya, lolote ambalo mapepo yamefanya, lolote ambalo magonjwa na maradhi yamefanya, Bwana, ukageuze hiyo hali katika kila maisha kwa jina la Yesu. Na Bwana, ukatume afya yako iokoayo juu ya kila mmoja, uponyaji juu ya kila mmoja, ukombozi kwa kila mmoja, na ukavunje kila minyororo katika maisha ya watu kwa jina la Yesu. Kila nila utavunja, na kazi adui utazivunja, na kukawepo na utendaji wa kipekee wa kiungu kwa kila mmoja kwa jina la Yesu. Wazimu, kuchanganyikiwa, kukatoke kwa jina la Yesu. Yale mambo mbalimbali ambayo yanaonekana yanatembea katika mwili na kujaribu kusababisha kifo katika mwili wa wao yote, na kuamuru toka kwa jina la Yesu. Bwana, naomba uvimbe wote katika mwili wa wao yote, naomba Bwana ukawaguse sasa. Na naomba ya kwamba ule uvimbe ukatoweke kwa jina la Yesu. Wale walio wagonjwa kwa ngazi ya wao yote ile, wao wamekaribia mauti, naomba kwamba utawarejeshea uzima na ukawaguse kwa jina la Yesu. Kila kinachoitwa ugonjwa usiokuwa na tiba, ukaponye kwa jina la Yesu. Ukawaweke huru sasa, ukawaweke huru sasa. Macho ya vipofu ukafumbuliwa kwa jina la Yesu. Ndimi nzito zikawe nyepesi kwa jina la Yesu. Viziwi wakapone kwa jina la Yesu. Wewe yote ambaye ana kifafa na kupoza, naomba nguvu ya Mungu ije juu yako sasa, na ukombolewe, na ukainuke na kutembea kila mahali sasa. Bwana, kulia, kushoto, nyuma, mbele, kila mahali, chochote kinachoitwa kazi ya adui ikaharibiwe kwa jina la Yesu. Mweke huru kila aliyemtumwa mahali hapa na katika kila nchi. Thibitisha hilo kwa nguvu yako kuu. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Naomba kwa sauti kubwa